misingi ya malezi ambayo tunaisoma kwenye Qur'an. Kwa mzazi anatakiwa kushikamana nayo hii misingi wakati anamlea mtoto wake, aipandikize hii misingi au aifuate hii misingi katika kuendesha yale malezi yake kwa mtoto wake. Nafikiri leo kuna msingi mmoja muhimu sana ambao tutaugusa, afu tutamalizia msingi mwingine ambao nafikiri tutakuwa tumemaliza. Ni msingi wa malezi kwa mifano. Msingi wa malezi kwa mifano. Malezi kwa mifano. Hiki kipengele watu wa malezi wanakizungumza sana. Yaani malezi hayategemei tu kusema, na malezi ya kusema tu, unasema, unaamrisha, unaelekeza, hayana athari kama malezi ya mifano. Kwa maana kwamba mtoto lazima awekewe mifano mbele ya macho yake, kwamba anatakiwa kuishi kama hawa wanavyoishi kwa kuona. Na hili Qur'ani imetuwekea, kwa sababu unajua malezi hayahusu watoto peke yake. Malezi yanahusu watu wote, hata watu wazima, watu tunalelewa bado tunalelewa. Maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia Waislamu wote, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnacho kiigizo kizuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ambavyo Waislamu kwa ujumla wao wanatakiwa wamwangalie Mtume alafu wamuige kwenye maisha yake, na vile vile watoto na wao watengenezewe mifano au viigizo vya kuviiga katika maisha yao. Sasa kwa sababu mtoto ni mtoto, anaweza asijue achague kipi kiwe mfano kwake. Anaweza akachagua chochote akakiweka mbele ya macho yake ikawa ndio mfano wake. Hata watoto wa jirani tu wakawa ndio mfano wake kwenye maisha kwa sababu ya ule utoto wake. Sasa mzazi lazima ili jukumu alibebe yeye, kumwekea mtoto wake mifano mbele ya macho yake kwamba hivi ndivyo unavyotakiwa kuishi.